kupokea huduma hii bila masharti, baada ya kuwa tumerejesha mahusiano, tuishije? Jamii ya kwanza waliofaidi matunda ya kwanza ya ufufuko wanatupa mfano walivyoishi. Tunaambiwa walidumu katika mafundisho ya mitume. Baada ya kupokea huruma ya Mungu ni kudumu katika mafundisho ya mitume. Usiponielewa mimi, nashiriki katika utume. Usipomwelewa paroko wako, japo anashiriki katika utume wa Yesu. Usipomwelewa katekista wako, japo anashiriki katika utume wa Yesu. Usipoelewa, rudi tu mpaka kwa mitume wenyewe, walisema nini, walijifunza nini. Ndiko tunakochota mafundisho kule. Hatufundishi yale tunayoyapenda tu mioyoni mwetu, au yale ambayo tunajisikia raha kufundisha. Ingekuwa ni kuchagua, baadhi ya masomo ya maandiko tungekuwa hatuyasomi kabisa, sababu yalikuwa yanatuumiza moyoni. Kama vile kasisi akifundisha, akikemea ubaya, yule asiye kasisi anaweza kwa haraka akamhukumu yule kasisi kwamba amekusudia kumdhalilisha. Zaidi ya hayo, somo hili la Injili linatuonyesha kwamba tumaini hilo tunalolipokea limeonyeshwa na Yesu alipowatokea mitume. Alipowatokea akatokea mbele yao akawaambia, amani iwe kwenu. Angalia huruma ya Mungu inavyorejesha mahusiano. Amani iwe kwenu. Katika madhambi hakuna amani. Fanyiana madhambi hakuna amani. Mara nyingi huwa kinachotarajiwa ni kisasi. Ni kisasi. Na Bwana Yesu anawatokea, anawaambia amani iwe kwenu. Anarejesha matumaini. Amewaambia mara 3 katika Injili ya leo, kusisitiza kwamba huruma ya Mungu inaleta amani, inaleta mahusiano na Mungu. Tunda la amani, furaha. Wakafurahi. Tunda la amani.